Naam, sasa tuvuke mipaka yetu na kuangazia taarifa ya rubaa za kimataifa. Ni kwamba maelfu ya Wairan walimiminika katika mitaa ya Tehran wakimwomboleza kiongozi wao mkuu Ali Khamenei ambaye aliuawa katika mashambulizi ya anga yaliyotekelezwa na Marekani kwa ushirikiano na Israeli. Khamenei mwenye umri wa miaka 86 aliuawa siku ya Jumamosi baada ya miongo kadhaa za diplomasia za kutatua mzozo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kushindikana. Iran imesema mashambulizi hayo hayakuchochewa na yalikuwa kinyume cha sheria na ikajibu kwa kurusha makombora kuelekea Israeli pamoja na nchi nyingine 7 zikiwemo nchi zinazohifadhi kambi za kijeshi za Marekani. Maelfu ya raia wa Iran walikusanyika katika mitaa ya mji wa Tehran kumwomboleza kiongozi mkuu wa taifa hilo Ali Ayatollah Khamenei aliyeuawa afisini mwake katika mashambulizi ya Israeli na Marekani yaliyoanza Jumamosi asubuhi. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Khamenei alikuwa mmoja wa watu waovu zaidi katika historia na kwamba kifo chake kilikuwa fursa kubwa zaidi kwa Wairan kurejesha nchi yao. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Baada ya kifo cha kiongozi huyo aliyeongoza Iran kwa zaidi ya miongo mitatu, Iran ilifanya msururu wa mashambulizi Mashariki ya Kati, haswa dhidi ya mataifa washirika wa Marekani, na ambapo Marekani ina kambi za kijeshi ikiwa ni pamoja na Dubai, Doha, Bahrain na Kuwait. Vacation in Abu Dhabi and we were caught by surprise with the strikes and we are waiting for the situation to settle down. We are waiting for more information regarding our returning flights. It's just nervous of we're not being told what's going on necessarily. So yesterday it was against the military bases, but then when we woke up we found out that the airports had been hit. So it's the unknown. So my daughter's meant to be flying back today, so we're going to find out if the airport's open. So that's the unknown, that's the nervousness, what we're concerned about. Viwanja vikuu vya ndege eneo la Mashariki ya Kati ikiwemo Dubai yakilazimika kufungwa kufuatia shambulizi hilo. The number of innocent civilians continues to rise. This is not only an act of aggression, it is a war crime and a crime against humanity. Mlipuko pia umesikika asubuhi ya leo Dubai na Manama, huku shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ikiripotiwa katika bandari ya kibiashara ya Oman.